Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV na kusalimu popote pale ulipo, karibu sana katika taarifa ya habari, ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 4 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SKF TV. Karibu sana. Mwili wa mtoto Elvila Eliudi mwenye umri wa miaka 5 aliyeuawa kwa kuchinjwa na mtoto mmoja wa mpangaji waliokuwa wakiishi nyumba moja jijini Dar es Salaam Aprili 2 mwaka huu umezikwa leo kijijini kwao mtaa wa Nyarubanja, kata ya Nyanga, manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera. Paroko wa parokia Mtakatifu Yohana Mbatizaji Kamtoma, manispaa ya Bukoba, Deogratias Mwikira ameongoza mamia ya wananchi katika ibada ya mazishi ya mwili wa mtoto huyo iliyofanyika nyumbani kwao. Kabla ya zoezi la mazishi kuanza, ametaka wazazi na walezi kuwa mfano mzuri wa kuiga katika jamii ili kuwalea watoto wao katika maadili yanayofaa. Sisi kwanza wazazi tuwe mfano mzuri. Watoto wakiangalia maadili yetu waweze kutuiga wazazi kwa maadili mema. Kwa mfano mtoto kutenda kitendo kama hicho cha kumtoma mtoto mwingine, kumuua, hayatakuwepo katika jamii. Tunajipatia watoto. Baada ya hapo hatubebi jukumu la ulezi. Kwa hiyo niwaombe sana, hiyo na lenyewe tuliache, badala yake tuzingatie malezi na makuzi ya watoto wetu. Ili kwa kweli jambo hili nimelipotekea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ukiangalia hali ya mtoto ni mdogo, na ukiangalia hajafanya kitu chochote katika dunia hii kusema kwamba labda amefanya ukatili wowote, ndio maana ikabidi afanyiwe hivyo. Serikali iweze kufuatilia huyu aliyefanya tukio hili ili aweze kupelekwa katika vyombo vya sheria. Kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Hassan na Kembweta mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mtaa wa Banda Mbili, mkoa wa Arusha, amefariki dunia, sababu kubwa ikiwa ni ugomvi uliotokea baina yake yeye na rafiki zake, na hatimaye Hassan alipigwa panga kichwani, ambapo ugomvi huo ulitokea Aprili 5 siku ya Jumamosi. Ndugu na marafiki wa Hassan wakieleza kwamba siku hiyo ya Jumamosi Hassan alikutwa mtaa wa Pili, eneo linaloitwa Duka la Simenti, akiwa tayari ameshajeruhiwa na anamwaga damu nyingi, ndipo msamaria mwema akambeba na kumpeleka polisi, kisha akampeleka nyumbani kwao. Japokuwa mimi nilivyomwangalia amekatwa kama sio kisu basi ni panga. Hassan ni mdogo wangu sababu ni kijana ambaye nimewalea mimi mwenyewe hapa. Alipata ajali ya kupigana na vijana wenzie Jumamosi akiwa amekatwa panga kichwani. Amekimbizwa Oljoro, lakini Oljoro akakataa kumshona. Sasa kwa sababu ni vijana, wakawa wamerudi naye nyumbani, kesho yake wakawa wamempeleka kwenda kushonwa. Wanaishi ghetto, ni vijana hao. Baadaye nilipopata taarifa zake nikamchukua, najiandaa kumchukua nimpeleke hospitali. Nipo kwenye gari akawa amefariki. Hayo majeraha amekaa nayo takriban siku 3 mpaka leo mauti ulipomkuta. Kwa kweli ni kijana ambaye alikuwa hana shida na mtu, mpole, mcheshi, mnyenyekevu. Kwa hakuwa na shida na mtu yote hapa mtaani. Na aliletwa tu akiwa tayari ameshaumia. Ndio asubuhi tulimrudisha hospitali, alienda na mdogo wake hospitali, akawa ameshonwa ile sehemu pale pale alipokuwa amekataliwa mara ya kwanza. Akawa amepelekwa tena pale pale, akawa ameshonwa na dawa za maumivu akawa amepewa. Kwa hiyo baadaye sasa wakati nimeingia ndani hapo ghetto kwao kumpatia uji, alikunywa tu vizuri na nini. Nikaa nimemwacha na mdogo wake, nikaa nimetoka, akanipigia simu akaniambia amezidiwa. Kwa hiyo niliporudi katika harakati za kumchukua kumkimbiza hospitali akawa amefia njiani. Kweli hatujawatambua mpaka sasa hivi, kwa sababu tulikuwa tunasubiri kauli yake, yeye apate kauli atueleze basi kwamba nani alimshambulia, lakini ikawa bahati mbaya hajatuambia bado mpaka mauti amemkuta. Hapana, kuna muda alikuwa anaongea, kuna muda haongei hivyo. Alikuwa ananiambia tu natafuta funguo zangu. Yaani maneno yake mengi ilikuwa tu ni anatafuta funguo.
Sasa hajatuambia kwamba ni funguo za wapi, lakini alikuwa ananiambia tunatafuta funguo mama. Namwambia funguo gani unatafuta? Akanambia mimi natafuta funguo zangu. Takriban watu 7 wanaofiwa kufariki maji baada ya boti ya mizigo waliokuwa wakisafiria kutoka kisiwa cha Kalangala nchini Uganda kugongwa na upepo mkali na kupinduka kwenye ziwa Victoria. Watu 5 walifanikiwa kuokolewa na mashua ya wavuvi. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari, tukio hilo lilitokea mapema asubuhi ya Jumatatu majira ya saa 3. Boti hiyo ilikuwa imebeba mkaa kutoka kisiwa cha Kalanga Entebbe lililoko kando ya ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi la maji safi barani Afrika. Mmoja wa waliookolewa, Moses Bukenya, alieleza kuwa walikuwa watu 12 ndani ya boti hiyo iliyojaa. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, usafiri wa majini nchini Uganda umeonekana kukumbwa na majanga mara kwa mara. Mwaka 2023 zaidi ya watu 20 walipoteza maisha baada ya boti ya abiria kupinduka kutokana na kupita kiasi cha abiria katika ziwa Victoria. Aidha, mwaka 2018 boti nyingine ilipinduka na kuua abiria 30. Na mvua kubwa iliyonyesha kwa takribani saa 3 katika wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga imeleta athari mbalimbali kwa wananchi, zikiwemo maji kuingia kwenye makazi ya watu na uharibifu wa miundombinu ya barabara ikiwemo kubomoka kwa madaraja. Kwa nanifika Omoki Unoni, ambayo barabara ile ingepata mtaro ingesaidia kupunguza kasi kubwa ya maji yanayokuja. Lakini kwa kuwa mitaro inakuwa hakuna maji, ndio maana yanawazidia wananchi. Mitaro mingi nimeiona, kwanza imeota manyasi kwenda mpaka kuna taasisi zingine, ukipita barabara ile ya Twiga imeota mpaka yale malewelewe manyasi makubwa kabisa. Sasa namna hiyo mitaro inatengenezwa na TARURA kwa gharama kubwa, lakini wanasubiri TARURA hiyo tena ije ifanye usafi. Maji huwa yazuiliwi. Ukizuia maji yasipoenda kwenye njia yake, unavuruga utaratibu wote wa kuyaondosha maji kwenye eneo husika. Kwa hiyo niombe tuyaruhusu maji yapite. Idara ya ujenzi kufanya ufuatiliaji wa vibali vya ujenzi na maeneo ambayo wananchi wanajenga. Changamoto ya Kahama 75% ni ujenzi holela. 25% ndio miundombinu. Kwa hiyo tulikuwa na kesi jana, mtakumbuka, ya mama mmoja ambaye yeye huwa na changamoto kidogo. Kwa hiyo wakati yuko anaendelea pale akateleza, akaingia kwenye mtaro. Na ni mtaro ambao alionekana kabisa sema maji yalikuwa yanaenda kwa kasi. Walipofanikiwa kuweka kitu ili kumsaidia asiweze kuendelea kupelekwa na maji, akawa ameshapoteza maisha. Usafiri umerejea kwa hatua katika barabara iendayo mikoa ya kusini tangu leo alfajiri baada ya wataalamu wa wakala barabara TANROADS kufanya kazi usiku na mchana kurekebisha eneo la Somanga Matando lililoharibiwa na mvua na kufanya njia isipitike. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega, ambaye ameweka kambi katika eneo hilo tangu jana, amewaambia waandishi wa habari kwamba magari madogo 230, mabasi 10 na baadhi ya malori 30 yaliyobeba bidhaa mbalimbali ikiwemo mawe makubwa yamefanikiwa kuruhusiwa kupita katika eneo la Somanga, Mtama na Matando kuanzia leo kati ya saa 10:30 alfajiri hadi saa 12 asubuhi. Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania wote kwa salamu mbalimbali wanazozitoa za pole na za kututia moyo wakati huu ambapo limetokea tatizo hili la kukatika kwa barabara ya kuelekea mikoa ya kusini. Tunaomba turudie tena kuwapa pole wenzetu wa mikoa ya kusini na Watanzania kwa ujumla. Na wapokee salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za pole kutoka kwake binafsi, na amenipa maelekezo ya kwamba mimi na wenzangu wote hakuna kulala, ni kuhakikisha kwamba mpaka Watanzania suluhu ya jambo hili ipatikane. Nitoe ripoti kwa Watanzania ili wapate kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo hili la Somanga, lakini vile vile na katika eneo hili la mto Matandu. Upande wa Somanga tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kwa njia ya dharura kuweka mawe makubwa, ambapo tumeweka mawe makubwa
zaidi ya gari 100 tumeziweka pale kwa malengo ya kwamba maji yanaweza kuendelea kupita, lakini juu magari na yenyewe yapite. Na kwa maana hiyo jumla ya gari 230 gari ndogo zimefanikiwa kupita. Tulianza kuruhusu kupitisha magari saa 11:30 kuja saa 12 kamili asubuhi alfajiri ya leo, na mpaka sasa gari ndogo 230 zimefanikiwa kupita. Lakini pia vile tumefanikiwa kupitisha magari kwa maana ya mabasi ya abiria takriban 10 yamefanikiwa kupita, na hii inatoa idadi ya jumla yanayokwenda kusini na magari yanayoelekea Dar es Salaam. Kwa hivyo magari 10 kwa maana mabasi yamefanikiwa kupita pia vile. Lakini tumepitisha na malori ambayo yamebeba bidhaa mbalimbali, na hapa naomba niseme kwamba katika haya malori tulizuia zile semi trailers, lakini malori mengine fuso na mengine yaliyobeba vyakula, yaliyobeba bidhaa mbalimbali, tuliruhusu malori takriban 30, yakiwa ni pamoja na malori yanayofanya kazi ya kurescue yaliyo katika timu yetu sisi ya emergency. Kwa mfano malori yanayobeba mawe mazito makubwa, haya pia vile tumehesabu katika idadi ya malori, kwa sababu tunapitisha kwa mfano mawe makubwa yanatoka Dar es Salaam yanakuja Somanga na mengine tumeyaleta mpaka hapa Mto Matandu. Lakini vile kuna malori yanayotoka upande wa Kipatimu yaliyobeba mawe makubwa yanayokuja Somanga na mengine yanayokuja hapa Mto Matandu. Kwa hivyo hayo yameingia katika hesabu ya idadi ya malori tuliyoyapitisha. Kwa hivyo barabara ni kiwango fulani imefunguka, na ndio maana tumeweza kupitisha idadi hizo za watu. Na tunaona kwamba hapa sasa hivi Matandu tumetafuta mbinu mpya. Mwanzo tuliweka mataruma mataruma ya reli juu, lakini tumeona ili watu wawe comfortable zaidi tuweke mawe makubwa. Hivi sasa tunamalizia zoezi la kuweka mawe. Tukimaliza hilo zoezi la kuweka mawe, magari yote haya tutayaruhusu yaweze kupita, na kwa hivyo tutakuwa tumefanikiwa zoezi letu la emergency. Sasa nini mara baada ya emergency hii kufanyika, nini kitaendelea? Tunashukuru Mungu kwamba kwa sasa hivi mvua imepungua kiasi, lakini matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kuimarisha hivi vivuko vya muda mfupi na zile diversions zingine zote tutaendelea kuziimarisha, ili kusudi hata kama itakuja mvua bado watu waweze kuendelea na uwezo wa kupita kuelekea sehemu mbalimbali za nchi yetu. Ninaendelea kuwahakikishia Watanzania kwamba serikali iko makini kwa ngazi zote, kuanzia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia vile na mkoa, wizara, vyombo vya ulinzi na usalama, mpaka kijiji kinashiriki katika zoezi hili. Kwa hivyo niwahakikishie Watanzania ni kwamba tuko kazini. Naibu Waziri wa Afya Daktari Godwin Mollel amesema kuwa hadi sasa hospitali 15 nchini zina wataalamu maalum wanaotoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya ugonjwa wa figo na namna ya kujikinga nao. Daktari Mollel alitoa kauli hiyo leo Aprili 8, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati wa mkutano 19 wa bunge la 12 alipokuwa akijibu swali kutoka kwa mbunge wa viti maalumu mkoa wa Manyara. Serikali imechukua hatua mbalimbali ili kupunguza gharama za kusafisha figo, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma hizi kwa kuongeza vituo vya dialysis katika hospitali 15 za rufaa za mikoa na hospitali zote za kanda nchini. Vile serikali itaongeza wadau na taasisi zinazoingiza vitendanishi, vifaa tiba na dawa zinazotumikazo badala ya kuacha mtu mmoja au taasisi kutawala soko bila kuruhusu ushindani. Pia kuhamasisha viwanda na ubunifu ndani ya nchi.
Aidha, serikali imesambaza kwenye hospitali za rufaa za mikoa nchini mashine zaidi ya 100 pamoja na vitendanishi vyake. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa wananchi mara utekelezaji wa bima ya afya kwa wote utakapoanza waweze kujiunga, kwani ndiyo njia pekee ya kuweza kuwasaidia kuepuka na gharama za matibabu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Regina. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nishukuru sana serikali kwa kutuletea huduma hii katika ngazi ya mkoa, na tayari mkoa wa Manyara tumeshapokea vifaa. Lakini pamoja na vifaa hivyo kufika ngazi ya mkoa, kulingana na jiografia ya mkoa wetu, bado baadhi ya wilaya watakuwa katika umbali mrefu. Je, ni lini sasa serikali itakwenda kusogeza huduma hizi katika ngazi za wilaya? Lakini swali la pili, kwa kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya figo, je, ni serikali ina mkakati gani wa kuandaa wataalamu wa kutosha ili kuweza kutoa elimu kwa wananchi waweze kuepukana na ugonjwa wa figo? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Regina Ndege kwa jinsi ambavyo amekuwa akifuatilia masuala ya afya kwenye maeneo ya kwenye mkoa wa Manyara. Amekuwa akifuatilia kwenye wilaya mbalimbali akishirikiana na wabunge wa majimbo husika. Lakini niseme tu maswali yake mawili ya msingi, kwamba sasa tumefika kwenye hospitali 15 za mikoa, tutaenda kumalizia hospitali zote kwa sababu kuna utaratibu wa kusomesha wataalam kupitia mfuko wa Rais Samia Scholarship. Wataalamu watakapopatikana, basi tutashusha watapokuwepo na wataalamu wenye uwezo ndani ya halmashauri zetu, na kila wilaya sasa tutaanza kwenda polepole na wilaya ziwezeshe kufanya huduma hiyo kama ambavyo mbunge ameomba. Lakini swali lake la pili, swala la kutoa elimu, mimi nipokee, na kwa kweli kuna wataalamu. Sisi tutakachoongeza kwamba hata kwenye kliniki kila mahali ambayo elimu inatolewa kuhusu magonjwa mengine, tutahakikisha hatusahau kutoa elimu kuhusu matatizo ya figo. Na tukimalizia taarifa ya habari jioni ya leo, tukimalizia hapa mkoani Arusha, wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo mkoani Arusha wamemshukuru mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuhimiza sera na kuweka mazingira wezeshi ya kufanya biashara nchini. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa mbunge Gambo amekuwa akiwakilisha vyema bungeni kwa kueleza na kupambania maslahi yao, hivyo humtakia heri yeye pamoja na Rais Samia katika kuwatumikia Watanzania. Mimi ni mjasiriamali. Tunamshukuru ndugu mbunge kwa ahadi alizotuahidi. Hivi sasa ametimiza. Hakuna mbunge aloweza kututembelea katika maeneo yetu ya ujasiriamali. Wa kwanza ni yeye, na tunamshukuru sana. Alipotoa, Mwenyezi Mungu amuongezee, ampe maisha marefu. Mungu amlinde na familia yake, na sisi wananchi wa Arusha tunampenda bunge, tunampenda Gambo. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa yote aliyotutendea. Tunampa shukrani kubwa sana. Na Mama Samia, mama yetu, tunamshukuru kwa kutujali wajasiriamali wadogo na kutuangalia sisi watu wa hali ya chini. Tunamshukuru sana Mama Samia. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge Mama Samia. Tangia tulivyoanza biashara hii hatujawahi kupata msaada kama huu. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kutengeneza vyote alivyotuahidi na ametupatia. Baba, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata msaada. Mwenyezi Mungu atuendelee kutusaidia. Amina inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin.
mtazamaji, huo ndo mwisho wa mkusanyiko wa taarifa ya habari siku ya leo. Ulikopo nami Pendo Gorton. Endelea kutufuatilia katika YouTube channel yetu, lakini mitandao ya kijamii ukiandika SQF TV. Nikutakie jioni njema.